Kila kifungo kilichokamata fahamu zao kikapigwe kwa jina la Yesu Kristo, kikaachie akili zao. Neno hili likawe ni moto ulao katika akili zao, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa katika Bwana, kipekee namshukuru Mungu kwa neema yake hii alionipa. Basi tutajifunza kwa habari ya neno la Mungu, na neno letu litatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 3. Nami nitakwenda kuisoma kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akatoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye alimuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayesikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale niliyoyasema juu ya Eli katika habari ya nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitahukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliyoujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafishika kwa dhabihu wala sadaka hata milele. Naye Samueli akalala hata asubuhi, akafungua milango ya nyumba ya Bwana. Samueli akaogopa kumjulisha Eli maono hayo. Basi Eli akamwita Samueli akasema, Samueli mwanangu. Naye akajibu, mimi hapa. Akamuuliza, ni neno gani alilolisema nawe? Na kusihi usinifiche. Mungu akufanyie hivyo hivyo na kuzidi, ukinificha lolote katika hayo yote Bwana aliyosema nawe. Basi Samueli akamwambia kila neno, asimfiche neno lolote. Naye akasema, ndiye Bwana na afanye alionalo kuwa ni jema. Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba wakatambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajilia Israeli wote. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, Baba, ni habari za Samueli tena. Roho Mtakatifu,
maana neno lako li hai tena lina nguvu. Na liruhusu likapite katika masikio ya watoto wako hawa ambao wanasikiliza usiku wa leo. Baba, ni ombi langu kwako wakaweze kuelewa, kwa guse hata wale ambao umewakusudia, mfalme amani. Roho Mtakatifu, ninaomba neno hili likawe ni hakika na kweli. Katika jina lako Bwana nimeomba na kuamini. Amen. Basi ambayo unanisikiliza, vile vile unaweza ukashare linki hii sehemu mbalimbali. Kama una rafiki yako, unaweza kumtumia hii linki kusudi aweze kujiunga akasikiliza na yeye, maana somo hili ni ujumbe ambao Bwana amekusudia tuweze kujifunza pamoja kwa kupitia neno lake la usiku wa leo. Tukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3, Biblia inasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Tunavyosoma hii Biblia katika hii mstari, tunaona ya kwamba kwanza kabisa tamaduni za kipindi kile, neno la Mungu liko chache sana, na makuhani ambao walikuwa wakitumika walikuwa ni wachache. Tunaona kwamba ni Eli ndo alikuwepo anatumika katika kipindi kile, na huyu Eli umri wake ulikuwa umekwisha kwenda sana, ambapo Samueli alikuwa anafundishwa namna ya kumtumikia Mungu. Alikuwa anamtumikia Mungu. Biblia inasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele za Eli. Kwa hiyo Samueli alikuwa akifanya kazi ya Mungu. Eli yuko mbele ya Eli. Eli anamsimamia, maana Eli ndo msimamizi wake, anamwelekeza taratibu zote za ibada. Samueli anamtumikia Mungu kwa bidii. Tunaona anafanya kazi ya Mungu, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Manake neno la Mungu lilikuwa kwa uchache katika zama zile, nyakati zile. Mafunuo dhahiri yalikuwepo hayapo. Watu walikuwepo, mafunuo dhahiri hamna. Mafunuo ni ya kujificha, kwa sababu kuhani kwanza alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa ni Eli, makuhani wachache. Wale watoto wa Eli nao Mungu alikuwa anaandaa kuweka makuhani, lakini wao wenyewe walijaribu. Tunaona Mungu anamuinua Samueli. Samueli anamtumikia Bwana mbele ya Eli. Lakini ni jambo moja nilikuwa nimejifunza hapo. Ukisoma katika mstari wa 2, ukiendelea kusoma, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema, ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata siweze kuona. Maana katika kipindi hiki Eli alikuwa ni mzee sana, ambapo tunaona hata ukisoma kwenye mistari ya nyuma, tukiona kipindi cha Isaka, tunaona Isaka alikuwa na umri mzito sana hadi macho yake naye akapofuka, ndipo akawa anakaribia kutoa baraka za mwisho. Na hapa vile vile tunaona huyu mtumishi kuhani Eli, umri wake umeenda mpaka macho hayawezi kuona vizuri. Manake hata katika kumtumikia Mungu, anamtumikia Mungu lakini yuko katika hali ya uzee sana. Na katika mstari wa 3 neno la Mungu lasema, taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Ukisoma katika version za Kiingereza, tunaona ni kana kwamba Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye atasimama mahali pa Eli, kwa tafsiri ya Biblia ya Kiingereza, King James, na baadhi ya tafsiri nyingine ambazo zinataka kufanana na hiyo. Tunaona Mungu alikuwa akitafuta. Lakini pia taa ya Bwana wakati inamulika, kama kwenye Bible za Kiingereza, unaona kwamba Samueli ndo alikuwa anaonekana analala katika lile sanduku la agano. Mahala pale alikuwa analala. Eli muda huo ni mzee sana. Kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza, Samueli pamoja na kumtumikia Bwana mbele ya Eli, lakini Samueli alikuwa haijui sauti ya Mungu. Ni kweli mtu wa Mungu, upo mahali hapa unanisikia, unafanya kabisa kazi ya Mungu, unahubiri Injili, unashuhudia wengine wache dhambi, unashuhudia watu wengine waokoke, lakini kwako wewe ikawa ni vigumu kuisikia sauti ya Mungu. Kufanya kazi ya Mungu sio kuisikia sauti ya Mungu. Wapendwa katika Bwana mnaonisikiliza, sauti ya Mungu ni tofauti na kutumika naye. Sauti ya Mungu inakuja na maagizo fulani. Sauti ya Mungu ni ya kipekee, inakuja na mafunuo. Sauti ya Mungu inakuja kwa namna ya tofauti. Ndio maana leo kwa neema ya Bwana ametupa neema kuisikia sauti ya Mungu.
Basi wakati huo Bwana akamwita Samweli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akisema, mimi hapa, uliniita? Akasema, sikukuita. Mimi hapa. Akasema Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda kulala tena. Nikisoma katika mstari nilikuwa nikijiuliza swali moja. Kwa nini Samueli anaitwa, anasikia sauti inamuita, alafu yeye Samueli anakimbilia chumbani kwa baba yake ambaye anaitwa Eli, anamwambia mimi hapo umeniita? Majibu ambayo nimeyapata wakati na tafakari, nikaja kugundua yamkini sauti ya Mungu ilikuwa inafanana na sauti ya Eli. Wakati na tafakari hivyo, ikanijia kumbukumbu moja ambapo zamani nilikuwa nikimuota mchungaji wangu akinieleza, na ndani yangu nikapata ufunuo, nikapata picha. Kumbe yule mchungaji nilikuwa namuona katika ndoto alikuwa ni Mungu tu amevaa sura na umbile ili aweze kunifikia mimi, kwa sababu yule mchungaji ndo alikuwa kiongozi wangu wa kiroho, kiongozi wa imani ambaye alikuwa ananifundisha misingi ya Kikristo. Kwa hiyo Mungu aliamua kumtumia yeye kama picha, taswira ya yeye kuzungumza na mimi. Kuna muda unaweza ukawa unamuona kiongozi wako ambaye anakufundisha kanisani, akikupa maelekezo, akikupa maonyo, lakini Mungu huwa anatumia, au watu wanatumia sura zao katika kufikisha ujumbe. Nimekuja kujifunza kwamba Mungu anatumia watu. Nikasema yamkini hata Samueli naye Mungu alivyokuwa akimuita, sauti iliyokuwa inatoka ilikuwa ni exactly sauti ya Eli. Ndio maana kwa kutokujua kwake akainuka akaenda chumbani kwa Eli akimwambia, baba umeniita, nimekuja hapa kukusikiliza. Eli naye pasipo kujua, maana akujua hilo, akamwambia, hapana, sikukuita, nenda kalale. Watumishi wa Mungu mnaonisikiliza hapa, natumai kuna wachungaji, kuna mitume, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna walimu. Wote mnaonisikiliza hapa, pengine umeshawahi kufuatwa na mtu anakwambia, mtumishi, nimekuota kwenye ndoto unaniambia mambo fulani. We mwenyewe uelewi mambo gani. Jua kabisa yule ya kuwa wewe alikuwa ni Bwana ambaye alikuwa akitumia sauti yako. Mungu ana tabia ya kutumia mazingira ya vitu ambavyo ni commonly katika maisha yetu, ambapo tunaona kwa Eli, tunaona Mungu anatumia kabisa sauti ya Eli, na Samueli akiinuka na ufahamu wake, anaenda chumbani kwa Eli, anamwambia Eli, baba umeniita, nimekuja. Manake alisikia sauti. Kwa nini asiende chumbani kwa ndugu zake wale wakina Phineas na Hofni ambao amelelewa nao? Anaenda chumbani kwa babake. Manake ile sauti alikuwa akisikia, aliexperience ni kama sauti ya babake. Lakini babake naye amelala, ajui, anasikia tu umeniita, akufikiria mara mbili, anamrudisha mtoto, nenda kalale. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli. Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Tunaona mara ya pili Samueli anaitwa, anamfata Eli tena. Maanake mara ya kwanza kama alimwambia hapana, mara ya pili anamfata, anamwambia nenda kalale tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa halijafunuliwa kwake. Kwa hiyo ili kuisikia sauti ya Mungu, kuna vitu viwili ambavyo unapaswa uvijue ukiwa kama Mkristo. Kitu cha kwanza ni lazima umjue Mungu, na kitu cha pili ni mpaka neno lifunuliwe kwako. Tunaona Samueli alikuwa hivi vitu viwili ana. Cha kwanza alikuwa hamjui Bwana bado, hamjui Mungu, hajawahi kukutana naye. Ile ilikuwa ni first encounter ya Mungu. Namba 2, neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kumbe unaweza ukawa unasoma neno, lakini lile neno kama halijafunuliwa kwako, huwezi kuelewa sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu imejificha katika neno lake, watu wa Mungu. Mungu ni neno. Ukisoma Yohana 1, manake neno lisipofunuliwa kwako, huwezi kuisikia hiyo sauti. Kwa hiyo mafunuo ya neno la Mungu ni mojawapo ya sauti ya Mungu. Kuna
watu wakisoma neno wanasikia sauti ya ndani inazungumza, inampa tafsiri, inampa mafunuo, inamzungumzisha. Hiyo ni mojawapo ya sauti ya Mungu. Kuna wengine hapa hivyo wananisikiliza, ambapo wanaposikia sauti hii wanapata kumbukumbu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukukumbusha. Hiyo kumbukumbu unayoipata wasaa huu, unakumbusha hichi kitu, mbona kama kilinitokea, mtumishi anachokiongea, mbona ananisema mimi. Hiyo sio sauti yangu, hiyo ni mojawapo ya sauti ya Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu unayenisikia mahali hapa, hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu ambayo alikuwa akizungumza na wewe. Kwa hiyo huwezi kuisikia sauti ya Mungu kama neno alijafunuliwa kwako. Huwezi kuisikia sauti ya Mungu kama hujamjua bado Bwana, na Bwana unamjua kwa kupitia neno lake. Samueli hakumjua Bwana bado, na neno la Mungu lilikuwa halijafunuliwa kwake. Ndio maana ilikuwa ni ngumu kuisikia sauti ya Mungu. Na anaenda kwa Eli. Eli anamrudisha akalale. Fikiria ni wakina Eli wangapi katika maisha yako ambao ukiwaendea, ukitafuta tafsiri ya ndoto zako, nao wanakurudisha, wanakuambia mimi sijui, na wengine wakakudanganya, hapana, hichi kitu hapana. Lakini unaona ndani yako ujumbe unanihusu mimi, Bwana anasema na mimi. Wangapi wamekupoteza, mtu wa Mungu? Leo Bwana anataka ujifunze kuisikia sauti yake. Bwana anakutafuta wewe ambaye umekusudiwa. Usitoke mahali hapa kama upo. Ili somo ni kwa ajili yako, linakuhusu. Mungu akutie nguvu, na usiku wa leo Bwana akakusemeshe in Jesus name. Basi tukisoma neno la Mungu, Bwana akamuita Samueli mara 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Eli ilifikia kipindi akashtuka, akaona mtoto mbona kila muda anakuja kwangu. Huenda Bwana ndiye alikuwa akimuita yule mtoto. Bwana ndiye alikuwa akimuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, nenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana, wapendwa katika Bwana. Tunaona Mungu huwa ana tabia moja. Kama hujaisikia sauti yake mara ya kwanza, atarudia tena kuita mara ya pili. Kama mara ya pili hukuisikia sauti ya Mungu, atarudia kuita hata mara ya 3. Mpendo unanisikia, ni sauti ngapi ambazo umezisikia ndani yako? Ni sauti ngapi ambazo Bwana alikuwa akisema na wewe lakini ukumsikia? Lakini leo, usiku wa leo, madam uko mahali hapa, Bwana anataka uende kuisikia sauti yake. Mtu wa Mungu unanisikiliza, Bwana anataka kuisikia. Ni kweli mara ya kwanza umewafuata wakina Eli, lakini wamekupoteza. Lakini sikiliza, usiku wa leo Bwana ana neno juu yako. Bwana itakuwa atakapokuita, umetakiwa usiende tena kwa kina Eli. Mwambie Bwana, sema nami mtumishi wako, kwa kuwa ninasikia. Kwa kuwa anasikia. Mungu anakusikia, na anachotaka ni concentration yako. Mungu kumuita Eli alikuwa anataka kumuita Samueli, alikuwa anataka ni Samueli atoke katika kusikiliza wakina Eli, aende direct. Na ujumbe wenyewe ulikuwa unamuhusu Eli. Sasa wewe wakina Eli unaoendea, pengine Mungu anakuita, anataka kuambie kwa habari za ujumbe wao, lakini ujumbe wao wewe ndo unaoendea wao. Mungu amemficha Eli, anamfunulia mtoto Samueli. Mungu yupo, anahitaji kuisikia sauti yake. Mungu atarudia zaidi hata mara 3 endapo hujamsikia, mpaka pale ambapo utaisikia ile sauti ya Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu, ni wengi wanafanya kazi ya Mungu katika kanisa, lakini hawajawahi kuisikia sauti ya Mungu. Tunaona Eli alikuwa anamtumikia Mungu pale mbele ya Samueli. Yaani tunamwona Samueli anamtumikia Mungu mbele ya Eli, Eli. Samueli anamtumikia Mungu, anajua namna kufanya ibada, taratibu zote za ibada, sheria zote za ibada anazijua. Yule mtoto Samueli anamtumikia Mungu.
Lakini Mungu anavyokuja kwake kumuita Samueli, Samueli anaitwa, anamwendea Eli. Maanake ni kweli unaweza kuwa unamtumikia Mungu, lakini sauti ya Mungu usisikie. Ndio maana nikasema sauti ya Mungu inahitaji mafunuo. Sauti ya Mungu inahitaji mafunuo katika neno. Neno likifunuliwa kwako, maanake tunaona katika ule mstari wa 7, Samueli wa 3 sura ya 3 mstari wa 7, basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kwa hiyo ili lazimu neno lifunuliwe kwa Samueli, na aliyempa ule ufunuo, Mungu alimtumia huyo Eli ampe ufunuo tu wa kuitikia na kuipokea ile sauti. Kuna wengi wanaitwa sana na Roho wa Mungu, lakini kwa kuwa ndani yao hawajui namna ya kuitikia, wanaenda kuitikia sehemu zisizokuwa sahihi, wanaenda kuitikia kwa watumishi wao. Eli alikuwa ni kuhani kamili ambapo alimlea Samueli. Samueli anafanya kazi na Mungu lakini hasikii sauti. Vile vile wapo watumishi wengi wanatembea kama vipofu. Mungu anasema hivi, wao wanatembea katika sheria zao. Roho Mungu anawaambia acheni hiki, wao wanatembea katika sheria zao. Wanaona wanafanya kazi ya Mungu. Sikiliza, kuna kufanya kazi ya Mungu na kuna kufanya kazi pamoja na Mungu. Lakini leo Bwana anataka uisikie sauti yake, mtu wa Mungu. Mpendo unayenisikiliza, najisikia ndani yangu kuomba. Ikiwa wewe ni miongoni mwa ambao wamekusudiwa kuisikia sauti ya Mungu usiku wa leo, ndani yako unasikia shauku, unaisikia kiu, pengine unaota ndoto zinakusumbua, uelewi manake, huyo ni Mungu anakuita, anasema na wewe. Unaweza ukakomenti hapo, na mimi nasikia kuomba kwa ajili yako. Utakapo komenti nitaona, na zeni itaanza kuomba kwa ajili yako. Usichelewe mtu wa Mungu, nafasi ni chache kutokana na muda wangu. Roho wa Bwana yuko mahali hapa, anataka kukudumia. Roho wa Bwana yuko mahali hapa. Holy Spirit, Holy Ghost is here. Roho wa Mungu anatafuta mtu katikati ya watu. Roho Mtakatifu anatafuta mtu katikati ya watu. Urikarabu shandarabasiki. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Sante mfalme amani, Mungu mwenye nguvu, kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye yuko mahali hapa. Roho Mtakatifu, tazama katika, shika masikio yako popote ulipo. Shika tu masikio yako. Tazama katika masikio yake haya Bwana. Roho Mtakatifu huwa unazungumza naye mara nyingi, lakini ameshindwa kujua ya kwamba ni wewe ambaye unasema naye. Baba, ninakusii, ni ombi langu kwako, katika maombi haya ukafungue masikio yake. Pengine masikio yao yamekuwa yakisikiliza mafundisho ya kishetani, wamekuwa wakisikia mafundisho ya kipepo, wamekuwa wakifundishwa mafundisho ambayo yamemzima Roho yako Mtakatifu. Bwana, ninaomba rehema kwa ajili yao. Baba, ninaomba utakaso kwa ajili yao. Naomba uachilie kibali na neema yako itokayo juu. Bwana Yesu, ukamguse mmoja mmoja, ukamfungue kila mmoja aliyoko mahali hapa ambaye anisikia sauti hii, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninatisha kila falme zote za giza zilizokamata masikio ya watoto wako hawa. Bwana, ninazitisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. In the name of Jesus Christ. Popote ulipo unaweza ukaomba masikio yako yafunguliwe. Masikio yako yafunguliwe. Kuna watu mwanzoni walikuwa wakisikia vizuri sauti ya Mungu. Walikuwa wakisikia vizuri sauti ya Mungu, lakini mwishoni wameanza kupoteza ule uwezo wao. Uwezo wao umeibiwa. Lakini leo kuna nguvu ya kurejesha. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the name of Jesus Christ. Kila nguvu za giza, roho za mapepo, kwa jina la Yesu Kristo, tunapiga kila falme zote za kuzimu, kila roho zilizokamata masikio ya watoto wako Bwana, masikio yao ya kiroho, tunapiga kwa jina la Yesu Kristo. Tunaangusha kila falme za giza, tunaangusha roho za mapepo, tunaangusha roho za majini zilizokamata masikio yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the name
name of Jesus Christ, in the name of Holy Spirit, in the name of Holy Spirit. Nguvu za Mungu zikashuke hapo ulipo, nguvu za Mungu zikashuke hapo ulipo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu, in the name of Jesus Christ. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, Holy Ghost, sante Roho Bwana, sante mfalme amani, sante mfalme amani, in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sante Roho Mtakatifu. Kama uko mahali hapa, mwanzoni ulikuwa ukisikia vizuri sauti ya Mungu, lakini sasa umepoteza mahusiano yako wewe na Mungu. Unatamani kutengeneza upya na Mungu. Unasikia ndani yako msukumo ya kwamba unahitaji kupatana na Mungu. Andika hapo katika chat. Andika ni mimi, tajie jina lako, nami nitakwenda kuomba upatanisho baina yako wewe na Mungu. Pengine ni dhambi ulirudi nyuma kwa namna yoyote ile. Leo Mungu anahitaji akusaidie. Usione haya mbele za watu. Neno la Mungu linasema atakayeona haya mbele za watu, nami nitamwonea haya mbele ya Baba yangu. Roho Mtakatifu anakuhitaji sasa ufanye matengenezo. Roho Mungu anataka kurudisha uhusiano wako wewe na yeye uliopotea. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Roho Mtakatifu. Unaweza ukaandika tu hapo. Unaweza ukatengeneza na Mungu. Nasikia ndani yangu kuna watu wametakiwa watengeneze leo. Utajisikia huzuni ya Roho Mtakatifu utakapokaidi sauti hii na kugundua ndiye Bwana alikuwa akisema nawe. Utasikia huzuni. Usimzimishe Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa wema wako. Popote ulipo ambayo unashuhudia kuandika, unaweza ukakomenti tu. Asante. Naona wakati unaendelea kukomenti, endelea kukomenti. Fatisha maombi haya wewe ambao umekomenti, na wewe ambao unaendelea kuandika, fatisha maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako Bwana. Wewe ni Mungu mtakatifu. Wewe ni Eligibo Adonai. Umesema katika neno lako, afichaye dhambi zake hatosamehewa, lakini aziungamaye atapata rehema. Ninakuja mbele zako Baba, ninaomba kutengeneza upya. Natamani kufanana nawe Bwana. Naomba unioshe Bwana. Pengine ilikuwa ni sauti yako nimeipuzia ukaacha kuzungumza nami. Naomba unisamehe Baba. Natengeneza palipobomoka. Nakuja mbele zako. Roho Mtakatifu, naomba nihurumie. Naomba ufute jina langu kwenye vitabu vya hukumu na mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu chako cha uzima. Bwana Yesu, pokea maombi yangu Bwana, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Basi weka mkono wako kwenye paji la uso. Nitaenda kukuombea. Na wewe ambaye unasikia bado msukumo ndani yako kukomenti, unaweza ukakomenti. Pia kama una changamoto nyingine, unaweza ukaandika hapo katika comment section.
nami nitakwenda kuomba kwa ajili yako sasa, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante mfalme amani kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amekiri sala hii ya toba. Baba, mtumishi wako huyu anayetamani kutengeneza nawe, mfalme amani. Roho Mtakatifu, ninakusihi Bwana, ukamguse kwa Roho yako Mtakatifu, ukamguse kwa neema yako Bwana. Roho Mtakatifu, ninaomba kibali chako, ninaomba neema yako Bwana. Yale mahusiano yake ya mwanzo na wewe yaliyopunguka Bwana, ninayarejesha katika ulimwengu wa roho, ninayarejesha katika jina la Yesu. Chochote kilichoibiwa na giza, chochote kilichoibiwa na mapepo, kwa jina la Yesu Kristo, chochote kilichoibiwa na majini, ninarejesha kwa jina la Yesu Kristo, ninarejesha kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni kibali chake kilichoibiwa katika kusikia sauti yako Bwana, kile kibali kilichoibiwa ninarejesha kwa jina la Yesu, ninarejesha kwa jina la Yesu, ninarejesha kwa jina la Yesu. Ninaita moto wa Roho Mtakatifu, ninaita moto wa Roho Mtakatifu, moto wa uamsho ukawake tena ndani yako, ukawake tena ndani yako Bwana. Arejeshe kile kilichoibiwa Bwana, arejeshe kilichoibiwa. Masikio yako yakafunguliwe, masikio yako akafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Ukapokee nguvu za Mungu, ukapokee nguvu za Mungu popote ulipo. Pokea hiyo nguvu ya Mungu, pokea hiyo nguvu ya Mungu. Jiunganishe na maombi haya, au utatoka kama ulivyo. Nasikia kuna wengine wataenda kufunguliwa kazi, kuna wengine watakuja na shuhuda. Bwana anafungua malango ya kazi kwa kusikia tu sauti hii na kuitii. Ni miongoni mwa sauti ya Mungu, ili neno sikujituma kwa akili zangu wala fahamu zangu. Hiyo nguvu ya Mungu acha ipite hapo ulipo, hiyo nguvu ya Mungu acha ipite hapo ulipo. Kuna ambao wataanza kusikia mitetemeko katika mikono yao. Kuna wengine walifungwa na giza masikio yao wasiweze kufunguliwa. Wakisoma neno wanasahau, wakiota ndoto wanasahau. Wewe unayesahau ndoto, shika fahamu zako, shika kichwa chako, tukamata kichwa chako. Yamkini unaota ndoto unasahau. Katika ulimwengu wa roho ni saa yako sasa ya mrejesho, ni saa yako ya mrejesho. In Jesus name, in Jesus name Christ, ninarudisha kila kilichoibiwa katika maisha yako. Lango lako la ndoto likakombolewe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo nguvu ya Mungu. Bwana akufungue malango yako ya ndoto. Ninarejesha malango yako ya ndoto yaliyobebwa katika ulimwengu wa roho, adui aliyoyakamata, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa moto wa roho Bwana, kwa moto wa roho Bwana, ninarejesha kwa moto wa Yesu Kristo. Ninarejesha. Bwana akufungue malango yako ya ndoto. Wewe unaosahau ndoto, Bwana akufungue, Bwana akuhudumie kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama katika anga, ninasimama katika ardhi, ninatisha falme zote zilizokamata fahamu zako, zilizokamata fahamu zako. Unasoma neno, unasahau ndoto, kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana akufungue, acha Bwana akufungue kwa jina la Yesu Kristo. Najisikia ndani yangu kuomba na mtu ambaye anasahau ndoto. Kama umekuwa ukisahau ndoto, unaweza ukaandika katika chati, endezeni nikaomba pamoja nawe. Najisikia ndani yangu kuomba na watu ambao wanasahau ndoto. Unaweza ukakomenti kulingana, muda wangu umebaki mchache. Unaweza ukakomenti kwa haraka ili tuweze kuendana na muda. Kuna watu Mungu anataka afungue malango yao ya ndoto muda na saa hii. Najisikia ndani yangu kuomba na watu ambao wanasahau ndoto. Kuna wengine wanaota ndoto mbaya. Unaweza kuwa unaota unalishwa katika ndoto. Hivyo ni vyakula ambavyo vinafunga fahamu zako. Ni vyakula vingine ni vya magonjwa. Unaweza ukakomenti hapo tukaomba pamoja. Bwana Yesu, asante mfalme amani. Ninawaleta watoto wako hawa, Roho Mtakatifu, katika malango yao ya ndoto. Tazama, wamefungwa na giza. Baba, ninaachilia neema yako, ninaachilia nguvu zako, fahamu zao Bwana, zikaweze kuachiliwa katika malango ya giza, zikaweze kuachiliwa kutoka katika malango ya kuzimu. Ninaitisha moto wa Roho Mtakatifu, ninaitisha nguvu za Mungu, uwepo wa Bwana ukapite juu yao, akili zao zikafunguliwe. Vile vyakula vya kipepo walivyolishwa katika ndoto, vile vyakula vya kipepo walivyolishwa katika ulimwengu wa roho, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, ninaachilia nguvu za Bwana
zikaweze kufungua akili zao, zikaweze kufungua fahamu zao kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa na nguvu za Mungu, kutana na uwepo wa Bwana, kutana na nguvu za Mungu. Bwana akuweke huru leo, Bwana akuweke huru leo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo nguvu ya uponyaji, pokea hiyo nguvu ya uponyaji, pokea hiyo nguvu ya uponyaji, pokea hiyo nguvu ya uponyaji. Giza likapigwe, likaondoke masikioni mwako, giza liondoke masikioni mwako, kaweze kusikia sauti ya Mungu. Acha Bwana akudumie, acha Bwana akudumie popote ulipo. Na kuombea neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea baraka za Bwana. Wewe unaenda kazini, unaamka muda huu kujiandaa kwenda kazini, popote ulipo, wewe ambao unaisikia sauti hii, neema ya Bwana ikawe juu yako, neema ya Bwana ikakufunike popote ulipo. Bwana akakudumie kwa kutane na uso wa Bwana katika jina la Yesu Kristo.